Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekutana na Waziri Mkuu wa Japan Ishiba Shigeru, ambaye amemhakikishia kuwa nchi hiyo itaendelea kuimarisha ushirikiano na Tanzania, jambo ambalo linalenga kuchochea ukuaji wa uchumi kutokana na fursa zitakazoendelea kupatikana kupitia mahusiano hayo. Amekutana na kiongozi huyo katika ofisi za Waziri Mkuu Tokyo, Japan, ambapo Mheshimiwa Majaliwa amesema ahadi hiyo inazidi kutoa fursa ya uwekezaji na wafanyabiashara wa Japan pamoja na shirika la kimataifa la maendeleo la Japan kuendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Majaliwa amesema lengo la kutafuta wadau hawa ni kuwawezesha wananchi kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi, wanaotaka kuingia kwenye biashara, wanaotaka kuingia kwenye kilimo, sekta ya madini, sekta ya uvuvi, sekta ya ufugaji. Haya ni maeneo ambayo tumeyawekea umuhimu. Hii ni News Update Media. Leo tumepata nafasi ya kukutana na kiongozi wa nchi ambaye ni Waziri Mkuu wa Japani. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Japani ametuhakikishia kuendelea kuimarisha mahusiano yetu kati ya Japani na Tanzania. Nini maana ya mahusiano haya? Tunapopata ahadi ya kwamba tutaendelea kushirikiana, kwetu sisi tunazidi kufungua fursa, na hasa kwenye wito wetu wa uwekezaji wa ukuzaji wa uchumi wa ndani. Kwenye uchumi wa ndani tuna mambo mengi. Zinazo sekta muhimu ambazo sisi tunazisimamia, na tumeamua kualika private sector iweze kusimamia na kuimarisha biashara yake. Na leo tupokuwa nchini Japani tumekuwa na forum ya wafanyabiashara. Tumewaalika kuja kuwekeza kama sekta binafsi, kwa kushirikiana na sekta binafsi ya ndani ya nchi ya Tanzania, ili waweze kufanya uwekezaji mkubwa ambao sasa utasambaza uwezo wa kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Tunapoangalia leo tuna miradi, lakini tuna makampuni ya uwekezaji zaidi ya 24 kutoka Japani kwenda nchini Tanzania. Na tuna miradi tofauti ambayo inatekelezwa na JICA. Haya yote ni fursa ambazo sisi Tanzania tunazipata kupitia mahusiano haya. Kwa ahadi ya Waziri Mkuu ya kuendelea kushirikiana na sisi Tanzania yanatupa matumaini kwamba miradi iliyopo, uwekezaji uliopo unaendelea. Lakini maeneo ambayo yanahitaji uwekezaji, na kwa kuwa tumekaa kwenye vikao vya kuhamasisha wafanyabiashara kuwekeza, tunaamini pia itaendelea. Kwa hiyo mahusiano haya yanakwenda kuleta fursa ya kufanya nchi yetu ipate mabadiliko kiuchumi. Tulipokuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuhakikishia kwamba mpango wao mkakati wa kuungana pamoja na serikali yetu katika kufanya maboresho ya miradi mbalimbali ndani ya Tanzania inaendelea. Na ametuhakikishia kwamba JICA kama taasisi itaendelea kufanya kazi kupitia ubalozi wa Japani nchini Tanzania, kuainisha maeneo yenye uhitaji mkubwa, ili tukae pamoja na serikali tuweze kuona namna tutakavyotekeleza miradi hiyo. Waziri Mkuu wa hapa Japani ameridhia na amemwagiza balozi wake kufanya kazi na serikali kupitia miradi ya kimkakati ambayo inahitajika. Kwa sasa tumemjulisha kwamba tunalo tatizo la barabara zetu kutokana na mvua nyingi. Liko azimio la awali kabisa la kukarabati barabara kutoka Morogoro kwenda Dodoma, na serikali ya Japani ilichukua hilo. Kwa hiyo tumewakumbushia leo watekeleze mradi huo. Lakini tumeingiza barabara mpya ya kutoka Kibiti kwenda Lindi ambayo imeharibika kwa kilomita zote, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekubali kuchukua barabara hiyo, na amemwagiza Mheshimiwa balozi aenda akaikague, alafu watu wa JICA nao wakaikague, ili serikali ifanye maamuzi ya kutunga mkono serikali yetu katika kukarabati barabara zilizoharibika baada ya mvua kubwa kuharibu barabara hizo. Moja ya mazungumzo na eneo ambalo tumetoa wito ni hili ambalo Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amelitilia nguvu na kulitolea maelekezo la kuhakikisha kwamba tunafungua milango ya kiuchumi ili iweze kunufaisha raia wa Tanzania mtu mmoja mmoja, lakini pia na nchi, kwa kuwa na uwezo wa kifedha kutokana na kushiriki katika miradi mbalimbali. Kwa hiyo wito ambao tumeutoa
kwa JICA kuhakikisha kwamba wanaendelea kutafuta taasisi zenye uwezo wa kifedha kwa ajili ya kuleta miradi. Lengo ni kuendelea kufanya maboresho ya maelekezo ya rais wetu yanayopelekea utekelezaji wa sekta zinazowezesha wananchi kushiriki kwenye uchumi mbalimbali. Wanaotaka kufanya biashara, wanaotaka kuingia kwenye kilimo, wanataka kuingia kwenye sekta ya madini, wanataka kuingia kwenye sekta ya uvuvi na ufugaji. Haya ni maeneo ambayo tumewekea umuhimu, lakini pia sekta ya utalii ambayo inaajiri watu wengi sana. Watu waendelee kushiriki kamilifu kwenye maeneo haya kwa lengo la kujiletea uchumi. JICA ametohakikishia ataunga mkono jitihada za rais wetu za serikali yake kuhakikisha kwa inajenga miradi ya utoaji wa huduma za jamii na kuhakikisha kwa wananchi wa Tanzania wanaendesha shughuli zao za kibiashara kukiwa kuna huduma zote katika mazingira rahisi, ukilinganisha pia na elimu, afya, miradi ya maji ipo ambayo pia inafadhiliwa, ujenzi wa barabara, kwenye nishati ni maeneo ambayo pia yamewekewa mkazo na JICA katika kuleta taasisi mbalimbali iwe ni serikali au sekta binafsi kuja Tanzania.